Ikiwezekana mweke mwandae zote za tenzi za audio. Jabu kupa kwa nadamu. Asante sana. Na Bwana Yesu jua Yesu watu wote wanaweza kusikia. Kazi ya Mungu haina makosa. Tuko mahali hapa. Wa dini gani, wa dhehebu gani, wa ukoo gani, tunajumlishwa pale, kwa sababu tunatambua kwamba kifo ni maeneo ambapo yanatugusa kila mmoja. Ndio maana hasa katika nchi yetu ya Tanzania hatuna matabaka.
na tunashukuru muasisi wa taifa hili Mwalimu Nyerere katuachia kitu kizuri katika taifa letu, na kitu tulichoachiwa ni msingi kamili wa neno la Mungu. Sisi ni kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Napenda tu nitoe kama utaratibu. Samani kiongozi, sio kama na kuingilia. Mimi wasio nifahamu ni na mchungaji, maana mchungaji anayesimamia katika kanisa la Pentecostal Assembly of God Tanzania hapa Bukene ni mama. Akasema, baba na kuomba uje. Nikasema sio kwamba unaniomba, ni wajibu. Tena hakuna kitu nola patano lentanya wakati kama atami mironjo ngo cheni tukama leo la mironjo mo kumegongi kisaba tu sababu ya tukio hili. Sisi ndio linatuhusu. Maana kama mwenzetu Elizabeth alimtoka Yesu na akawa mmoja wa miongoni mwa watu waliokata tiketi kwenda mbinguni. Inatakiwa sisi ndio tuwe na faraja ya pekee. Endapo sisi tutakuwa kinyume, usitegemee kwamba faraja itaonekana katika familia hii. Tuna sababu ya kufurahi kwa sababu tunaposhiriki mwili wa mwenzetu. Ninaomba tu kwamba tutashirikiana katika nyimbo zitakazokuwa zinaandaliwa, lakini katika hayo tunaomba tu kwamba niombe. Mtumishi wa Mungu, hebu bariki sasa na kuomba katika safari yetu tunapoelekea katika ibada pale nje baadaye Malaloni. Omba. Asante Mungu wetu, mfalme wa mbingu na nchi. Angalia Bwana majira na kipindi kikuambia Bwana umependeza mbele zako mfalme. Usika kwa habari ya ibada hii, usika kwa habari ya ibada inayoendelea katika mkono wako mfalme. Na mimi Mungu amenifuta usika kutenda katika malango yako yote kusudi yako. Maana kusudi yako Mungu hakuna atakayepinga, hata roho yako iweze kutenda malango yako haiwezi kujua roho yoyote mfalme. Bali mkono wako Mungu uzipate katika neema hapo nguvu zako. Tuongoze katika ibada hii na katika ulinzi wako Jehova mwenye nguvu. Bali uwepo wa malaika Mungu sasa uwe pamoja nasi. Tuongoze katika neema yako. Tukuza Mungu wetu kwa mwaminifu kwa kila jambo lazima tutoe dhabihu na shukrani mbele zako. Maana kwa mwingine kutolea sifa na shukrani katika hili tena Mungu sifa na shukrani kwa Bwana mfalme wa mbingu na nchi. Tunashukuru Ebeneza maana Mungu mwaminifu. Tunaomba katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kama ilivyo kawaida yetu, tutakapotaka kupeleka mwili wala tunashirikiana wote. Nafikiri taratibu hizo zimeshaenea wala hazileti shida. Halafu napenda niliombe kanisa. Unajua wakati tunapotoa mwili pale katika hali ya ndugu zetu tulipokuja sisi kuwafariji ndugu, watoto na nini, kuna watu kulia. Usijiingize na katika kundi la kuhudumika na kulia sana. Maana wewe kama ukilia, je, wale wengine wafanye nini? Sasa wale ndugu na watoto umekuja kuwaumiza, umekuja kufanya nini? Wewe ili kwamba pate faraja, ni wewe andaa ingawaje linatuma, lakini upige moyo konde, kizuie ili wale wengine wakuone utakuwa na nguvu hata kuwatia moyo. Hili jambo linaumiza. Mshanielewa? Kwa kama na sisi tutakapokuwa tunalia sasa mimi nategemea kitakachotokea. Nilikuwa naomba hilo waumini mnielewe. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu Baba yetu aliyeziumba mbingu na nchi, ukasema kwamba siku za mwanadamu za kuishi duniani ni chache. Lakini tunashukuru kwa mpendo wetu Elizabeth aliliamini na kulikiri jina lako. Mungu wa mbinguni tunakushukuru kwa sababu sasa hivi maisha yake hapa duniani yamefikia ukomo. Tangu majuzi yalifikia ukomo, ukaitenganisha roho na mwili. Sasa tujalie katika ibada hii tunapokwenda kuianza uanze pamoja nasi. Ukatutie moyo mkuu. Ondoa simanzi ndani ya mioyo yetu. Kweli tumeumia mno, lakini Baba tusingependa shetani aingilie kati mpaka atuletee kihoro, bali amani ikapate kutawala ndani yetu. Ninakushukuru Kristo kwa kuwa utakuwa pamoja nasi. Kweli mifupa yetu imelegea, miili yetu imechoka, miili yetu haina amani, lakini Baba amani itoke kwako. Wewe ndio mfariji wa pekee. Wewe ndio kimbilio letu. Wafariji ndugu na jamaa, watoto, kwa wajukuu, kwa dada na ndugu na jamaa wote, na washukuru
utakuwa pamoja nasi. Na weka wote kundi hili na wengine walioko nje ukatawale mahali hapa. Pamoja na uwanja mzima ukatawale na kule malaloni ukatawale Bwana. Ninakushukuru Kristo katika jina la Yesu. Amen. Basi naomba sasa kwamba tufungue mlango wa kutosha waumini wote wa kiume. Tutaonana Asante sana, asante sana. Kana watoto mnaweza ukaribie mahali pale kwa ajili ya kuchukua picha. Bana wabira mwegera hoi kwa ajili ya kuchukua picha haraka haraka. Wanatoka tunachukua picha hivyo hivyo. Hizi ni kumbukumbu. Asante. Asante, asante. Asante sana. Fika mahali kama ipo. Haina shida. Asante sana. Namna nzuri kabisa ya kumwaga mwenzetu baada ya kumaliza safari yake hapa duniani. Tunamwaga. Hii ndiyo mara ya mwisho. Sio mbaya. Asante, asante sana. Asante sana. Basi na watumishi naomba waje mahali. Asante. Asante sana. Asante sana kiti pita huku mbele huku. Asante sana. Odobala owalengawe na abizokolopye. Abizokolopye. Yandagi agelagi sababu tunataka tuanze, muda wetu umetuacha sana. Wajukuu wote sogeni pale kwa ajili ya picha.
Enda bakwelema bize. Asante sana. Asante. Katika ibada hii usipunguke. Nahitaji neema na uwepo wako na ulinzi wako kwa kila wana ndugu na jamaa na marafiki waliohudhuria kwa habari ya sherehe ya mwisho wa ndugu yetu. Bali nahitaji uwepo wako na neema yako, tuongoze katika ufalme wako. Hifadhi familia hii na maeneo haya kwa utukufu wako mwana kondoo. Ninaamini ni Mungu mwaminifu, ni kusudi lako kwa kila mwanadamu. Basi Mungu, nasema asante kwa kuwa Bwana utakuwa pamoja nasi. Naomba haya mbele zako na mbele za mbingu na nchi. Naomba na kuamini ni katika Kristo Yesu. Mfalme wa uzima, Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, ni muda mzuri ambao Bwana tumeweza kuwepo mahali hapa. Ni kipindi ambacho Baba tunaelekea kupata neno lako. Naomba umsaidie mtumishi wako anapoenda kusimama kwa ajili ya kunena neno lako. Kusanyiko hili Bwana, wewe ndiye uliyelikusudia, ndio maana wewe sote tumekusanyika mahali hapa. Ninajua Bwana upo mahali hapa, upate kutusaidia, uweze kutuhuisha nafsi zetu neno lako. Ninawasalimu wote katika jina la Yesu. Kama nilivyotangulia pale mwanzoni kusema, hapa tupo kwa sababu ya tukio maalum. Ndio maana watu wameacha makazi zao, shughuli zao, mipango yao, kwa sababu huu ni mpango wa Mungu, lazima vyetu tuviahirishe. Bwana Yesu asifiwe. Basi na mimi nisingependa kuchukua muda mrefu. Hebu naomba Ibrahimu mbonjo hapa. Fanya haraka tukomboe muda. Na mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Roho, wapate kupumzika. Barudia, wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, wakati mtumishi wa Mungu Yohana akiwa katika kisiwa cha Patimo, alipokuwa amefungwa kwa sababu, akasema, andika, heri wafu wafao katika Bwana, asema Bwana, tangu sasa baada ya tabu zao, na wapate kupumzika, maana matendo yao yafuatanao. Heri wafu wafao katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niongelee kifo. Andika lingine linasema kama Mungu hafurahi kufa kwake mwenye dhambi. Mungu hafurahi kufa kwake mwenye dhambi. Halafu kanasema heri wafu wafao katika Bwana. Kumbe ni afadhali uondoke duniani ukiwa mikononi mwa Mungu. Ndugu yetu Elizabeth, huyu mama alijua hii siri. Walimpiga vita hata watoto wake, saa nyingine wajukuu zake, saa nyingine jamaa zake. Lakini leo tuko mahali hapa tukishuhudia kwamba mwenzetu amemaliza kazi yake au safari yake vizuri katika utukufu wa Bwana. Nataka niongee nitoe mfano hii. Abantu bakwiwela kageki ulocha mhoma kakete. No, sio hivyo. Lakini ni kitendo cha kutengana roho na mwili. Wakati Mungu anapoleta kifo, ulale nulufuwele lakitaka kinojibo. Ule mwili kuutenganisha na roho. Anapoutenganisha na roho, tayari huu mwili, kwa sababu roho imeenda moja kwa moja, imechukuliwa, linabaki ganda. Lakini tungekuwa tunapata sasa, fikiria omnupaganke kolochiniki makana mle Yesu mayoke ulukonya hunka makana kule mayoko solobo ihaini kale kela ngikuru mwene tambo malaka keti kaji kete aho malaka sunya na kutokagulo kulo abusunya kwedi ki kolore bani abireke koloki
ile lo yimi ali kala kholi baba nani hana kufanya lo sumo no keki au nolo jikeme hajo chake au mfano huu kwa Kiswahili kebi aba mala kabo chaka humbango chene unowo chen humbe ngonamba tawa bila boti twango kalemo kake moyi kana ila kayanda nolo kake mananya kamani welelo angu omdangwendo mololo nabuja hangi sairemo oloka kule ashika nolo miaji saba kuja kunane akanikebeke kana wali kwanje na tole hekina le kuma olowi bomo yaba teke kwa kale hata kekulu obo chana ntuma yabo ka mayo na le mpotu ni piheshi na le mwana ke tato ya kalo olobo di tala kwa kama tala kwa kila na tala shoke tabia olole munda bangi wale hola bakaita ke jamu nguko jolanga chano wali koko hejo itako ya hii wala kanaki Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Katika koma ya upendo nitakaranga sana iko kunano wewe. Oyo tumeko kuiko mali huku. Lero koko kunane. Oyelega shike kaza. Olo gade ngumbi. Ama gajiko salala. Mala no kakule. Mala wete kine. Mala oyo kujitokwe kile. Konguno ya kambate to. Bwana saidie sana. Oyelega shiki kandalo yako byaro ola thalti kale ndakuma no wela ntoni ukuma nali nthish mala wa kimba ke mala wanta ko pheta pani je mana lo di jama wele na dama no munda to hoko olo ya mala ya sawalo ika taka du ko ko dale hilo te ho dunia ya e ka ko yone kenye ngelolo ola la bese yo fone le ke ele chopala komo le ku itala ba di hesh yango tene nene nele ko khumba ngwenda ke katakibana bana ko phanyo ke khai ka phanya ka tom ngolomo ka ya ka ma bithito e ha we thebo thathu ka tse ngman ka ilo chongwa no le ka chongwa ndo no ko di tsoka o fala keke o mwana tegera ha ka luguru na penda nikwambie hivi ulobi alao kendra hange ko kula o pante kama sala wanje ko kulanga ke dibango nante te ke yo sunya ka Yesu konguno lo Yesu olaita ko panga bodalashira Mtunyake Yesu na yeke tunene ko ke tuma ko taka tomka te na yeke le dunia ni bakwamba ke le dunia ni yashine shito ho moneke ke ya ele welo ya le taminze tu welo hoya kidogo ko kabanya yenge senjom kangemenze heshamente ke na enewe itale yambo ya wita ya wita kumakwero wango shene ole shakuja msambili saa 3 ole wana yikomba ke takine ulala Oloja tokayaga no kita mashida kita makhwe kita lakini wale wa thatha ngamba ko kirisai oloshika winkero mkhaya ango chene ahanya ngo tokale khaka mwache halafu wewe jiko edabida ka kiti na phule wa pente zaka ango chene oloyoshika wale khale ko thula ho hamelo ebida kira tundu tena wango na ndete ko na dienta ke no nene Bwana Yesu asifiwe. Ukhunga kula ukhunga wako tati bantu ayilo thwa mkabati bange hey bange hayi sumbe hale jite benge hastu tumanne wole ngene to sola na ka so ke takine pia hallelujah no lole jingo to me okay yene khakko ne na to hayaka o ola ile hallelujah Bwana saidia sana sasa je na moji nolole chinga nolole komhi nolole ko minte nolole ko shishi nolole bani hei nolole kwitema okola thana le shauri dima okiwa hapo kiwa nege ke bojiku ole bojiku mubojiku ko bona bojiku wongena bo olole ni kule bona le ni lengena do sasa nachotaka kusema nikamalizie je olo bado itate opamoka nolole do shinge chole niyo kwa kasenda kila kashito niyo kwa kasenda kila kashito monale kuleno Olokwera wale kwetu holo lali da hado akono de kule omoyo ko kwasineka omoyo ko ndo makane kule shinda kwimana ole pandi yoka wai yoni na saka hohori mato bana kimana ko kika hoko ka shoko ko fumo moyo kuja ahoko kizo mo nda kutetema to tamba ka cheni ke olopode ke ko chake ko za no lo ko pe no lo ko no na ko ka chake saluni
shiko kengaka atakumanyile kumbe na hana mwelekeke wakana oti makafua kakumanyekeke lo shiko lo momo kakengela kashine jona saki hoi lo shiko nanga no mna melekayo tukuma iyo watu tonto chakete na ndo la kano kuimana lo shiko mo lo kuimana kete lolo wana saidia sana na hana yombe logiki uladi itange nyongo nani maana biga heri wafu katika hatukati tamaa kwa sababu tonzuni je nani Yesu no laba to kapo laba to kene baniki na heri lakini na maana lo shikulomo na waka mona seba na hana mwelekeke umoyo kutachaka na lo shikulomo kono kukafumaga lo shikulomo kulaga fumako le kele mebilale hejua widalo kelo apuna loki lofu oja manjeka umoyo kutachaka manjeka lo shikulomo ulotina Yesu kumoto tohori na lenge haleluya olemo tidolema mwana kekeke dede watu heri na yale Yesu pia dunia nzima ahoja abia doshi wale hapa yande kwa tarehe 1 mwezi wa kwanza na mwaka wa kwanza takao tunatoka kwenye 2000 na ngapi za nani hizo maana hizo nani kwa kunguru kutujashia pakaba kante kaka Yesu haleluya utalante kwa noti kete dante kwa tarehe utalante kwa sitao kala kwa kante kwa tarehe unachukua wako ya manakachale Yesu amaoko ngako kutuja ugonge paka wita nani abangana tete tenia hii bado chuma vinge he ina yali kama kula hii kante ya pene changana ni bembele ukaya chochoto hema kaida ni wana mani bembele lakini hai hatuona hamishepo waga na bana mtutu aleo kona kolego mano Mungu ete kawaida haleluya na ana ngombe kile Elizabeth wani kumingira kankutano umire kwa kongo toleko shindege ila naki Yesu wanabokena bana mahanga gose abamwiza gaha yango machibanera tuyona nari bana abayante abatuge ai sanaki tayana hado toge kwa kakora energy mwaka ninge mola kwa tuna energy yako kumbe kitu kiko ni Yesu Kristo sema amen hakuna kile kingine chini ya mbingu wanaopewa na damu tupata kuokolewa kwao wanahubiri usukumani nyumbani nataka watu wote wamjue Yesu mwanzo maka yenge amine yokaje sana yenge amashi wetwaje amashi waya mtu akwenda toletone kwa toketo nekeneke tonyaga mashi gabu kula bahaga mparasoka moshi minza engero akatoka kama chimenekali na songo taki bali batatu kwechola bakimu na bubuka bachi amakuja bali no mekisoka woga shika hanze maka Kasia itendeke haleluya tuhege kama tamu ote ya kasibo chele tala ngamo tobeka kia minege tege totole kranye ya keja mala yobena mwana mwe fonga yako na mwana kolo chakonge bela mole kanga kana mwana fonga yako otana mwana leo chele ya maji nani nano sasa sana wewe utana fonga tena mapapa katai yako sida watu kushinda watu gayuka wasile kina mashi abantu kasino lo mintetu obalega sio kwa tandito katunga nendera obalega kama tuko kwa na magalese ndamu kayata tukaya hiyo bana tu hivi kwa kwa kana haitaka na tujai kwa tujaya bana bwana Yesu asifiwe abana tutaki wote huko kwa sana makima kana ya tatu basi ewe tuko kitalo katika sima kama mashino kwa kitalo mama kutije inyamateza hata kimojilisha kisoka kale kikele tolie kama chibanga sikapala ke utukapi kwa gato hawe sima to kuwana makima kana yambo mayo ole mito hapo takalisana kama mono roho cha dongi sana mayo to cha mayo nene ngura wale nda yankura wale to wangu dante tento kwigwa nome no tinga kwa saga kama chibanga kana kaya tako walo tajo haida kwa tajo no sako sana kwa kaya kapoja unataka cha mbona shika heri wafa katika Bwana kuanzia sasa baada ya tabu dao Ekizote tunaenda tabu zake sasa tunapenda kumzika mwili wake tunauzika roho inaenda kwa Baba haleluya unataka nani nipata wewe kwa mwako haleluya halo wewe kwa nani ke ola kidogo kelele kwa mwako piga makofi kwa Jesus nyamaza Mungu nakushukuru kwa neno hili ninawafundisha watu wako leo kupeleka katika msiba huu wa kusindikiza mpendo wetu ndugu yetu ambaye roho yako umeichukua sasa imebaki
Maana ulikuja Yesu duniani kutafuta kilichopotea na kukiokoa. Mwokoe baba yule, mwokoe mama yule, mwokoe binti yule, mwokoe waombolezaji wote tuliofika mahali hapa Baba. Kila mmoja ageuze njia yake Baba. Maana unasema ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana kuanzia sasa. Asema Bwana, baada ya taabu zao wapate pumziko. Maana matendo yatafanana na kwako Yesu Kristo. Mungu nakushukuru katika jina la Yesu. Amen. Nalombe hiko leo. Wotaka nkono na kulomba to nene. Natoka ndege ukasalele hei. Pyama kaisa kango Mungu pyama fakado. Wotaka nkono na lomba yote na lomba. Layo kulolo to shikao to lempenda. Na kani kaka so mazoika kaka shinga 5. Ya angole tondo angola de kako teiko no kwani 3,000. Keke la 3,000 ashindo kwa jina la Yesu. Sitake Yesu lo. Kanisikia kila mmoja. Kila mmoja kapate kufikia toba na kukuamini wewe Yesu wa kweli. Maana hakuna jina jingine nasema kwamba heri wafu wafao katika Bwana. Siku ya kufa kwangu, siku ya kufa kwao, Mungu roho zao zifike kwako. Hawajafika mahali hapa kwa bahati mbaya. Ni wewe mwenyewe uliowaleta na neno hili limefikia masikioni mwao. Liendelee kupiga kelele siku zote ya kwamba kama Kornelio. Neno hili liendelee kuzungumza nao. Hatimaye achukue maamuzi ya kuokoka. Baba nakushukuru nasema asante. Lulu. Shauri yako yangu machimanela tu yanali. Na mara. Wakati Mary
Asante sana waimbaji. Kanani kwaya. Waimbaji, karibu. Marehemu Elizabeth Masali kuzaliwa. Elizabeth Masali alizaliwa mwaka 1942 katika kijiji cha Bukeni, elimu. Elizabeth Masali alianza elimu ya shule ya msingi mwaka 1955. Aliolewa mwaka 1960. Alibahatika kuzaa watoto watatu, wa kike wawili na mmoja wa kiume. Kuugua. Elizabeth Masali alianza kuugua mnamo tarehe 15 mwezi wa 7 2020 akisumbuliwa na tumbo, na akapelekwa akisumbuliwa na tumbo na kikohozi, mauti. Tarudia. Kubatizwa. Elizabeth Masali alibatizwa mwaka 2019 eneo la Ndala, kanisa la EAGT Tabora.
2021 saa 5 usiku. Elizabeth Masali amebahatika kuacha watoto watatu, wajukuu 23, vitukuu 48. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana lihimidiwe. Hiyo ndiyo historia fupi ya marehemu. Baada ya hapo niombe chombo cha matoleo. Neno moja najua, ni salama moyoni mwangu, ni salama nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida. kwa mambo yote umenijulisha Yesu wangu, Ni salama rohoni mwangu, ni salama rohoni, ni salama kwako, ni salama rohoni. haleluya, wewe peke Yesu, Ni salama rohoni, rohoni mwangu. ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani ananitesa, Nitajipa moyo kwani Kristo ameona unyonge wangu mwanadamu, amekufa kwa roho yangu. salama rohoni, Salama, ni salama rohoni kwako. haijalishi ninayoyapitia, najua ni salama. Tetezi anaishi wangu leo, mtetezi wetu anaishi, neno najua ni salama. Moyoni mwangu Dhambi zangu zote wala si nusu, na Yesu zimewekwa msalabani. wala sichukui laana yake. Salama rohoni mwangu. Mimi najua ni salama rohoni. Rohoni mwangu, Ni salama rohoni. haleluya, Salama, salama. mtetezi wangu anaishi, najua Najua ni salama mwaka Yesu. haleluya. Bwana imiza moyo wangu siku ya kuja, Parapanda yako itakapolia. najua siku utakaposhuka sitaogopa. Ni salama rohoni mwangu. Umenipa salama Yesu, rohoni mwangu, Ni salama haijalishi ninachokipitia, najua wewe Yesu una salama ya moyo wangu. Ni salama Ulali wala usinzi Yesu wangu, rohoni ni salama.
mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Ni salama rohoni, ni salama, inga ni salama, ni salama, ni salama ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, maana ni salama rohoni mwangu. Siku ya kuja parapanda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa, maana ni salama rohoni mwangu. abo kabayo tutabo ko abo kongo tutaba kutakama yolo mkihonga kidogo lolo hado ayimwage. Kwa kuwa imempendeza Mungu kumchukua ndugu yetu Elizabeth kutoka katika dunia hii, basi twauweka mwili huu kwenye uwepo wa Mungu, nao watatoka na kusimama mbele yake kupokea thawabu kwa matendo ambayo wamefanya katika mwili. Kwa hiyo twaiacha roho yake mkononi mwa Mungu. Basi kwa kuwa wewe mavumbi na mavumbini umerudi,
Naomba tufanye hivyo sasa tuweze Kiongozi wa ibada, kiongozi, hebu simamia swala hili. Simamia makundi. Jamani, basi jipangeni vizuri. Wakina mama. Naomba wakina mama kwanza. Kina mama njoni kwa ajili ya kuweka mchanga. Kuna kundi gani hapa linapata? Kaka zake, dada zake na marehemu. Naomba tufanye haraka basi kwa kuokoa muda. Kaka zake, dada zake na watoto tujipange. Watoto. Tufanye hivyo watoto. Watoto wa marehemu. Tuwapishe watoto. Wakijiandaa shemeji zake, mawifi zake na marehemu. Watoto. Kwa tunawahitaji watoto. Naomba tufanye haraka. Watukuu. Viongozi wa serikali, mwenyekiti kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, watendaji, kama mheshimiwa yupo, naomba tuje. Hao ni viongozi wa makanisa, wazee wa kanisa wa nani, mchungaji na viongozi wa makanisa. Ni wakati wenu. Mwisho mchungaji anayesimamia. Tukijenga tutalo kutola mashahada. Tuvumilia kidogo taikende ujiniji kwa ajili ya kuweka mashahada.
Sasa kitendo kilichobaki sasa hivi ni kipindi ambacho tutakula kwa fedha moja. Wanaopata watoto wa marehemu, watoto ni vizuri watoto wa Mungu kwa sababu ni wengi sana, wangekuwa makundi mawili. Na kike wanatangulia, wanakuja wa kiume. Makundi mawili. Basi Mungu akawa wameshika wale watu wapeleke. Leteni huku kwanza. Safi kabisa. Kundi lingine lopata hawa watu watoto wa kike. Watoto wa kike hao. Shenda wenzeni au ni watoto tu? Watoto. Baada ya kumashaka Mungu. Tayari wacheni. Baada watoto. Shemeji na mawifi zake marehemu. Shemeji na mawifi wa marehemu. Wajukuu. Baada hao ni wajukuu. Shena wengine waje. Hata huku nakuja kuweka wajukuu
wa kiume. Wajukuu. Wengine mmoja kuweka kwa. Pita huko. Ngolole kamera. Wajukuu. Wameisha. Watukuu. Vilembwe. Wananzengo. Wawakilishi wawili. Kike na wa kiume. Wamzengo. Wawakilishi Kubake kuno. Viongozi wa serikali, mwenyekiti kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, mtendaji, diwani, viongozi wa serikali. Kanisa husika waje wawakilishi. Tena shada huyo mama anakuja tena kwanza watu wa kanisa. Mwana ndugu kutoka Mbeya ametoka mbali sana. Lazima ashiriki. Maana pia amefika mbali sana Mbeya. Kanisa naye ni mgeni kutoka Mbeya ndio amefika sasa hivi. Shiriki baba. Kanisa sasa. Wachungaji na Tani yule mama wa Mbeya. Malizie tena. Yule mama wa Mbeya. Baba sijui wapi kutoka Mbeya. Shiriki baba. Hawa watu kutoka mbali sana. Mungani. Ulaza kwenye kaburi hili. Kama tulivyokuomba hapo mwanzoni, naomba ulinzi wako endelea kuonekana. Mtu hata sija kalichezea kaburi hili kinyume na mapenzi yako. Atakaye kuja kinyume na jina lako, Mungu akutana na malaika wako, apate kujua kwamba miili ya watakatifu haichezewi kabisa hata kidogo. Mungu nakushukuru kwa sababu tayari malaika wameyasamia na kulilinda kaburi hili. Wala mtu yote hata kuja kufanya chochote, aidha kuchota mchanga, aidha kufanya jambo lolote kinyume na mapenzi yako. Mungu endelea kuwa pamoja katika kaburi hili. Nasi wote tubariki tulioshiriki kuweza kufanya ibada hii ya mazishi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mungu wa mbinguni nasema asante. Tupe umoja, ushirikiano, upendo. Sasa tunapokwenda kukaa katika hali ya kuombolezana, katika hali ya kutiana faraja, uwe pamoja nasi.
na kwenda kuziba vinywa vyote vinavyonena mabaya, hatimaye Mungu apate kutukuzwa peke yake. Mungu hasikii kwamba jambo hili limetokea. Haya mazishi yamefanyika Kikristo, kusifanyike ibada nyingine kinyume na utaratibu huu. Hapa tumemaliza kabisa, na tulivyomaliza hakuna mtu akuja kufanya vitu vingine vyovyote, labda wakija ndugu ambao hawakuwepo hapa. Kinachotakiwa si kuja na maji kutoka kule, lakini akifika hapa hakatazi kufika hapa, ili ashiriki naye kwamba amefika mahali alipolala ndugu yake. Achukue tu mchanga, achukue mchanga hivi na aonyeshe kwamba amefanya nini. Neno moja najua, ni salama moyoni mwangu, nionapo amani kama shwari, ama niona shida. kwa mambo yote umenijulisha Yesu wangu. Salama rohoni mwangu, salama. Ni salama kwako, salama. Hallelujah, wewe peke Yesu Ni salama rohoni mwangu. ni salama. Ingawa shetani ananitesa, Nitajipa moyo, Kristo ameona unyonge wangu mwanadamu, amekufa kwa roho yangu. salama rohoni. Haijalishi ninayoyapitia, najua ni salama. Tetezi anaishi wangu leo, mtetezi wetu anaishi, neno najua ni salama. Dhambi zangu zote wala si